Nyumbani kwangu mimi naishi peke yangu. Niko single jamani, shaambia. Yaani vijana wanashindwa kabisa masharti yangu. Wanashindwa kabisa, na mimi mwanaume akinitongoza, kwanza lazima nisali, nimuulize Mungu wangu, je, huyu ndio mwanaume ambaye umenipangia? Na sio mimi tu nitaomba na kufunga na kuangalia hilo, hapana. Lazima nimwambie pia mamangu. Nitamwambia mamangu kuna kijana ananitaka kwenye mahusiano. Basi mamangu naye pia atafunga na mimi, atasali na mimi. Tutaomba kwa ajili ya huyo mwanaume, tujue kama ni sahihi au ni vipi. Nikiona sijapata majibu, basi na mimi hapo, mwisho tunaachana. Naendelea na maisha yangu. Huo ndio utaratibu wangu. Sasa bwana, siku hiyo mimi niliamka asubuhi sana, maana kulikuwa na kikao kikubwa sana pale kazini. Kwa hiyo sikutaka kuchelewa kabisa, na ukizingatia nilikuwa nimeajiriwa na kampuni binafsi wala sio ya serikali. Yaani tunajua tena kufukuzwa kazi dakika moja tu unafukuzwa. Basi mimi nikajiamsha mtoto wa kike, haraka nikaingia bafuni, nikaoga vizuri, afu nikatoka ngajifuta zangu maji, nikapaka lotion yangu ambayo inaning'arisha sana kwa kweli ngozi yangu. Yaani inafanya nakuwa na ngozi nzuri na ya kuvutia kama mtoto. Basi nilipomaliza nikavaa vizuri, mtoto wa kike niliwaka mno, yani kama mngeniona hivi. Nikaweka kiatu changu kirefu hapo, nikazidi kuwaka jamani. Nikachukua na perfume yangu nikajipulizia pale, nikazidi kunukia mtoto wa kike. Basi nikapiga goti kwa Mungu kumuomba abariki safari yangu ya leo. Mungu nilikuwa nataka kanisimamie na kuniongoza katika safari yangu. Na hii huwa ni kawaida yangu, kila ambapo ninatoka nyumbani kwangu lazima nisali kwanza kumuomba Mungu anilinde na mabaya yote huko ninakoenda. Na kila ninaporudi pia huwa nashukuru sana kwa Mungu kwa kweli kwa kunifanya nirudi salama nyumbani. Basi nilipomaliza kusali, taratibu nikainuka, nikabeba zangu pochi, nikaweka vitu vyote ambavyo mtoto wa kike inabidi atembee navyo, yani kama lips gloss, unajua tena. Basi nikaweka perfume changu hapo, na mtoto wa kike muda wote jamani inabidi ninukie. Nikavuta na funguo ya gari langu, kisha huyo taratibu nikaanza kushuka. Sasa nikatoka nje, nikaingia katika gari langu, taratibu nikaanza kuelekea kazini. Kwa mbali ningeweka muziki wangu wa injili kwa unaniburudisha. Mimi sikuwa napenda kusikiza muziki wa kidunia kabisa yani. Mimi nilikuwa napenda kusikiza nyimbo za kumsifu Mungu tu. Basi na ilipofika saa 2 kamili nikawa nishaingia kazini. Moja kwa moja nikawa nimeingia kwenye kikao cha ofisi. Sasa kulikuwa kuna kikao kikubwa tu siku hiyo. Ilikuwa mwenye kampuni alikuwa anamtambulisha rasmi kijana wake kuwa CEO wa kampuni. Yeye alikuwa na staff kwa sababu ni muda mrefu sana alikuwa yuko pale. Na kweli mwenye kampuni hii alikuwa ni mtu mzima sana huyu baba. Kwa hiyo alikuwa ni mpambanaji mno, ila pia alikuwa ni mkali. Yaani unapokuwa haupo serious kazini kwake, alikuwa hana masiara kabisa na mtu yote ambaye alikuwa anazembea. Kwa upande wangu mimi nilikuwa naheshimiana sana na huyu baba. Alikuwa ananipenda sana, na yote ilikuwa ni sababu tu ya juhudi zangu za kazi. Na hisi alikuwa anaangalia vile ambavyo nilikuwa najitambua pia.